Kama ambavyo nilikuwa nimeahidi kwamba pindi tutakapokuwa tumegusa alama ya kusubscribe katika channel ya Mdhamini Wetu, basi ndivyo ambavyo nitakuwa naachilia vigongo, ikiwezekana mpaka kufika hadi finali. Ndivyo ambavyo naitimiza ahadi yangu. Niwashukuru mashabiki zangu wa nguvu wote kwa kunitia moyo na namna ambavyo mmeweza kusubscribe katika channel ya Mdhamini Wetu, ambayo inapatikanika hapo unapogusa alama ya kusubscribe. Basi kwa chini hapo utaweza kuiona channel hiyo, unaweza kugusa alama ya kusubscribe, kisha baada ya hapo ukawa unasonga mbele pamoja nami. Bidada Sebia, swali ni moja tu lilokuwa linaunguruma katika ufahamu wake, ni kwa nini yule mwanamke wa miujiza hajaja kumsaidia kaka Jambazi awamu hii? Basi akawa aamini kabisa, akawa anamsubiria huko katika maeneo ya Maandaki. Anaamini kabisa kwamba huyu dada wa miujiza lazima atakuja katika maeneo haya na yeye atatumia nafasi hiyo kuweza kumnasa. Lakini pia makao makuu ya usalama wa taifa na kwenyewe kulikuwa kuna operation nzito, wanamsubiria huyu mwanamke aweze kujitokeza, kwa sababu wametangaza kwamba kutakopo na janga kubwa sana itakwenda kutokea siku za hivi karibuni, na bahati mbaya mifumo imeharibika. Kwa hiyo bila shaka yoyote huyu mwanamke wa miujiza lazima atatembelea haya makao makuu ya usalama wa taifa, lengo kuja kurekebisha mifumo hiyo, na wenyewe ndio watatumia mwanya huo kuweza kumsambaratisha, ikiwezekana kumkamata. Lakini makamu mwenyekiti alipokea taarifa ya kwamba yule kaka Jambazi ameweza kukamatwa na yule mtu aliyesababisha aweze kukamatwa ni bidada Sebia. Basi mwanamama alikasirika sana na kusema kwamba hivi ni kwa nini yako kabidada kana kielele sana, kwa sababu kitendo cha kukamatwa kaka Jambazi maana yake yule mwanamke ataenda kumsaidia kaka Jambazi, hatokuja kabisa katika eneo hili. Kwa mbona analibu mambo yule dada yule? Mwanamama makamu mwenyekiti alikasirika kweli kweli, akamfuata bidada huko kituo cha polisi na akasema kwamba anahitaji kumpata huyo mhalifu ambaye ameweza kukamatwa. Lakini bidada naye alikuwa nondo, amepinda kweli kweli, akasema kuwa kama hamtoenda na mimi basi sitoweza kumruhusu mhalifu huyo aweze kuondoka. Lakini miongoni mwa maeneo ya siri sana ambayo mtu yeyote hatakiwi kabisa kuingia ni yale maeneo ambayo usalama wa taifa wanayamiliki, lakini hawakuwa na namna yoyote, kabidi bidada kuambatana naye kumpeleka huko. Lakini wakati makamu mwenyekiti pamoja na wengine wameweza kutoka katika lile jengo la utawala wa kiusalama wa taifa, moja kwa moja yule mwanamke tayari alikuwa ameshaingia ndani ya mjengo. Haraka sana wakawa wanatoa taarifa kwamba huyu mwanamke ameshaingia na yuko ndani ya vyumba huko. Mawazo yao wao walijua kwamba mwanamke huyu ataanzia kwenda kumwokoa yule kaka Jambazi, lakini kumbe mwanamke yule alianzia huku katika mjengo, tena yuko tayari ndani ya vyumba huko. Lakini kitu cha kushangaza, walikuwa wanamuona mwanamke huyu anatokea eneo hili na kupotelea sehemu nyingine, anapotelea eneo lingine, anatokea sehemu nyingine, wakajikuta tu moja kwa moja mwanamke huyu ameweza kutokea katika eneo la mitambo. Huyu mwanamke akawa anautazama ule mfumo ambao yeye mwenyewe ndo aliurekebishaga, na mfumo ukawa umekaa vizuri. Akatazama mara mbili pale, akagundua kwamba hakuna tatizo lolote. Bidada alielewa kabisa kwamba amechezewa mchezo. Basi alipoweza kushtuka tu, kuna risasi zikaanza kupigwa pale, moja kwa moja bidada akaweza kutoweka. Kumbuka kwamba ana uwezo wa kuteleport, yani kupotea. Makamu mwenyekiti alipofika tu, moja kwa moja akamchukua yule kaka Jambazi akamweka katikati, kisha akatoa bunduki lengo aweze kumshambulia. Ghafla tu yule mwanamke akaweza kujitokeza na kusema kwamba msishambulie. Lakini kama tunavyojua kwamba kapteni alikuwa ametoa oda kwamba mwanamke huyu apigwe na risasi za moto bana, zikafyatuliwa risasi, bahati mbaya zikaweza kumpata mwanamke huyu, akawa ameanguka chini. Hasa kumbe ili mwanamke huyu aweze kupotea na kujirudi sehemu, huwa anatumiaga kakifaa fulani vikadogo sana. Kile kifaa kilivyokuwa kimeanguka, Mwamba Seyang ndo alienda kukichukua kile kifaa, tena kisirisiri tu. Wakati huo bidada akawa amezingirwa pale na timu ya ulinzi, moja kwa moja wanataka kumchukua bidada kumpeleka katika maeneo ya uchunguzi. Lakini wakati Mwamba Seyang akijua kwamba yeye peke yake ndo ameweza kukiona kile kifaa, kumbe hata mwenyekiti alikuwa amekiona na akaanza kumwambia bwana mdogo, nipatie hicho kifaa, kisha akawa amekichukua akakishikilia. Hasa taarifa mbaya ikawa imekuja kwamba makamu mwenyekiti ameweza kupoteza maisha kutokana na ile risasi ambayo ilikuwa imepigwa kumpata bidada. Ilipompiga tu bidada ikapitiliza mpaka kwa makamu mwenyekiti na moja kwa moja akapoteza maisha. Hasa swali ni moja tu, tulikubaliana kututumia risasi za mpira. Ni nani aliyeweza kufyatua risasi ikasababisha mauaji ya huyu makamu mwenyekiti, ikiwa wote tulikubaliana tutumie risasi ambazo ni za mpira? Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mwenyekiti akasema kwamba basi tuseme kwamba maisha ya makamu mwenyekiti yametumika kama sadaka ya kumkamata huyo mwanamke. Hilo hatuna neno la kuweza kuzungumza, kikubwa ni kwamba tumemkamata huyu mwanamke, yani pointi kama imechukuliwa kirahisi sana. Basi wakambeba yule mwanamke na wakampeleka katika vyumba vya utafiti, akiwa huku wakaanza kumpasua na wakamtoa kidude fulani hivi cha gololi ambacho kilikuwa ndani ya mwili wake. Wakasema kwamba hichi kidude inaonekana ni kama ni chipu fulani, na hii chipu inaweza kumfanya mtu awage anatoa nguvu kama ya umeme fulani hivi katika mwili wake, na hiyo ikiungana na kile kifaa ambacho mwanamke huyu alikuwa amekiangusha, basi ina uwezo wa kusababisha mtu aweze kusafiri umbali wowote ule anaoutaka sehemu yoyote ile. Na akasema kwamba hichi ndio kinachosababisha mtu aweze kusafiri kuelekea miaka ijayo ama miaka iliyoweza kupita, lakini namna ya kukitumia kifaa hiki hakuna anayeweza kujua. Kama unavyojua viongozi wanapenda sana sifa. Waziri wa mambo ya ndani akatimba katika maeneo hayo, akapiga picha na huyu mwanamke wa maajabu na kisha akapiga picha na huyu kiongozi mkuu wa usalama wa taifa. Lakini Mwamba Seyang alikuwa akiwatazama sana namna wanavyoongea hawa, na alikuwa na uwezo wa kuwasikia kwa sababu yeye ana uwezo wa kukusikiliza vile unavyotikisa tu midomo yao, na akawa ameelewa kila kitu ambacho kinapangwa hapa. Alafu mbaya zaidi, mwenyekiti akamchagua yule kapteni aliyekuwa ameandaa mpango mzima wa kufanya mauaji ya huyu bidada, na akasema kwamba wewe ndo utakwenda kumfanyia mahojiano huyo mwanamke wa miujiza. Lakini wakati wote huo, wakati wanaendelea kujadiliana kwamba kapteni ndo akafanya mahojiano, kumbe Mwamba Seyang alikuwa huko ndani na anamuuliza huyu mwanamke, unawezaje kutumia hicho kifaa cha kuweza
kuteleport, yani kutokea katika miaka ya mbele ama ya nyuma. Na tena wakati huo wote Mwamba Sojin alikuwa akimtundika bidada dawa fulani hivi, na hizi bidada zilikuwa zikimsababishia maumivu makali sana bidada, lakini bado alikuwa kimya, hataki kusema. Akaja hapa kapteni na kusema kwamba aendelee kupigwa sindano nyingine zaidi, lakini kabla ya dozi nyingine kuweza kupigwa huyu bidada akagundua kwamba anaingia kwenye hatari kubwa zaidi. Ikabidi kunongoneza kwamba nimetokea mwaka 2009. Hasa huko katika kituo cha polisi, bidada Sebia ana wajibu wa kuhoji tukio la mauaji liliweza kutokea kule katika jengo la usalama wa taifa, na moja kwa moja akawa anamuuliza yule kiongozi anayeshindaga katika picha za CCTV kamera, anamuuliza ni tukio gani liliweza kutokea mpaka makamu mwenyekiti akaweza kufa. Jamaa akaanza kusema kwamba nilishangaa kuona kwamba kuna silaha za kweli zimeweza kutumika na ndizo zilizoweza kusababisha kifo cha makamu mwenyekiti, na sielewi ni nani ambaye aliruhusu zile silaha zikaingia mule ndani, kwa sababu sisi makubaliano yetu yote ilikuwa ni kutumia risasi za mpira, si risasi za moto kabisa. Sasa tunashangaa kuona kwamba kumbe watu walikuwa wameingia na silaha za moto, ikiwa ni kinyume kabisa na utaratibu wetu. Lakini mzee akazidi kusema kwamba huyu mwanamke kila anapokuja huwa anasababisha majanga fulani ndani ya ofisi, kwa sababu mara ya kwanza alipokuja miaka 24 iliyopita alisababisha kifo cha mzee mmoja ambaye alikuwa na mtoto wake mdogo. Sasa wao hawajui kabisa kwamba huyo mtoto wake mdogo ni Mwamba Seyang ambaye wanafanya naye kazi katika ofisi moja. Haraka sana Mwamba Seyang akatimba katika maeneo hayo, akamwita bidada Sebia na kumwambia kwamba wakati wake wa kuendelea kubaki hapa katika jumba la usalama wa taifa unatakiwa kuisha na anatakiwa kuondoka haraka sana. Lakini bidada Sebia wakati anaondoka akasema kwamba nimekutana na watu wa ajabu katika ofisi yenu sijapata kuona katika dunia, watu ambao hawaogopi kabisa kuondoa roho ya mtu. Yaani hata makamu mwenyekiti wenu ameuliwa na watu hapa hapa, afu anasema kesi isiwepo. Mwamba Seyang akamwambia bidada kwamba awe makini sana asiingilie jambo lolote katika usalama wa taifa, kwa sababu watambagaza na kubananga kabisa na atapotezwa mazima. Kamwe asijaribu kufanya jambo hilo. Lakini bidada akasema kama niliapa kulitumikia jeshi la polisi kwa kulinda raia na mali zake, basi na hapa kwamba nitaendelea kulinda haki za raia, haijalishi mazingira yapi, hata iwe katika usalama wa taifa. Mwamba Seyang akawa amekasirika kuyasikia yale maneno ya bidada, akamwambia kwamba hivi wewe una uchungu zaidi kuliko mimi. Mimi babangu aliweza kuuliwa ndani ya ofisi hii, lakini nimekuwa mtulivu na peleza mambo yangu kimya kimya. Hasa akili ya Mwamba ilikuwa ni ya kijinga kweli kweli. Akamfungukia bidada kabisa, akamwambia kwamba nataka nirudi miaka ya nyuma nikamsaidia babangu asiweze kuuliwa ili tuishi naye mpaka miaka hii. Kiufupi nataka nije kutumia kile kifaa cha kurudi miaka ya nyuma ili nikabadilishe hatima, ikiwezekana kesi hii hapa isiwepo katika miaka ya sasa hivi. Kumbe wakati Mwamba anayeongea hayo yote asijue ya kwamba yule kiongozi mkuu wa ulinzi alikuwa anaojua na bidada alikuwepo katika mitaa hii, lakini huyu mjamaa hakuongea jambo lolote lile, akawa amemuinamia tu bwana mdogo kichwa chake. Kwa lugha nyepesi, kiongozi wa ulinzi atakuwa ameyasikia maongezi yote na ameshagundua kabisa kwamba huyu Seyang ndio mtoto yule Mwamba aliyekuwa ameuliwa miaka 24 iliyoweza kupita nyuma. Kwa hiyo mpaka sasa siri ya Mwamba Seyang inafahamika na watu wawili, ni bidada Sebia na huyu Mwamba ambaye ni kiongozi wa ulinzi katika hii kampuni ama katika hii taasisi ya usalama wa taifa. Lakini Mwamba Seyang akiwa anatazama tu bana, haelewi mambo yote yanayoendelea hapa. Ameweza kusikika yote aliyokuwa anayaongea, akawa anampokea ujumbe katika simu yake. Ujumbe uliambatana na video 3 tu. Video ya kwanza ilikuwa inamuonesha mwanamke wa miujiza akiwa yuko katika nyumba ya mama yake na alikuwa akimpiga sindano, inaonekana sini ya sumu hivi. Mwamba alichanganyikiwa kwamba mama yake kumbe kule nyumbani amezingirwa. Jamaa alitamani kukimbia sana akamsaidia mama yake, lakini hii haiwezekaniki kabisa kwa sababu mifumo ya hapa ndani hairuhusugi mtu kutoka kama kuna jambo la msingi ama kuna jambo nyeti ovyo ovyo tu yani. Lakini kiongozi wa ulinzi kwa sababu yeye ana mamlaka zaidi kuliko watu wengine, akatumia mamlaka yake kuweza kumfungulia bwana mkubwa aweze kupanda juu kabisa kule ambako huyu mwanamke wa miujiza anapatikanika. Na Seyang alipoweza kufika juu kabisa katika ghorofa ya 13 ambako yule mwanamke wa miujiza amefungiwa, akaingia tu na kumwekea mwenyekiti bunduki katika kichwa na akasema kwamba anahitaji kumhoji huyu mwanamke mimi mwenyewe. Lakini huyu mwanamke akasema kuwa mamako alikuwa anapoteza maisha, kwa njia pekee ambayo nilitumia kuweza kumsaidia ni kumrudisha katika miaka iliyoweza kupita. Kwa hiyo mamako mpaka dakika hii anatakiwa awe amekufa, lakini mimi nimekurudishia katika miaka ya zamani, kwa bado anaendelea kuishi la miaka ya zamani. Mwamba aliposikia habari ya mamake kwamba amerudishwa miaka ya nyuma, kwanza haraka akajikuta amepoa yani. Mwamba akakimbia yule aliyekuwa amewekewa bunduki kichwani, kisha akamsogelea bidada, akachukua kile kifaa cha kuweza kutelepo. Akamwambia huyu daktari aliyekuwa yuko kando yake kwamba naomba unipandikize hicho kifaa haraka sana ndani ya mwili wangu, nataka kurudi katika miaka ya nyuma nikamuone mamangu haraka sana. Bidada Sebia akawa anamzuia Mwamba asifanye jambo hilo kabisa, lakini jamaa ndo akawa anakumbuka kwamba alimwambia sasa mpaka bidada kwamba anataka kurudi katika miaka ya nyuma ili kwenda kubadilisha kila kitu, ikiwezekana hata tukio la babake kuweza kuuliwa lisiweze kutokea. Bwana wewe, daktari anavyopenda maisha, anavyopenda ugali maharage, moja kwa moja akampandikiza Mwamba kile kifaa. Dakika hizo Mwamba akajikuta tu ameweza kusafiri mpaka miaka mingi sana nyuma iliweza kupita. Mwamba akajikuta kwamba amerudi mpaka miaka ambayo kipindi cha kina Jumong wanaishi. Basi moja kwa moja ikabidi kujirudisha tena katika miaka ya sasa hivi.
akajikuta amerudi mpaka katika miaka ya 2030 na point, yani amezidisha miaka kama 12 mbele. Yani kisanga ni kukitumia hicho kifaa vizuri ili kiweze kukupeleka katika miaka ambayo inastahili wewe kuweza kuwepo. Ndio hiyo ikawa namsumbua mwamba, akajirudisha tena, akajikuta amerudi katika mitaa fulani hivi, ni kama anaelewa hivi. Akitazama mara mbili akagundua kwamba hili ndio lilikuwa ni jengo la usalama wa taifa mwaka 1997. Lilikuwa lijafanywa maboresho makubwa kama ambavyo linaonekana kwa wakati huu. Ghafla tu kuna mwanga mkali sana uliweza kumpiga machoni mwake. Kuja kutazama hivi anagundua kwamba ni yule kiongozi wa ulinzi katika dunia aliyoweza kutokea. Alikuwa ni mlinzi wa kawaida kwa wakati huo. Alikuwa ameshika tochi yake akaanza kumulika usoni. Wewe kijana, unafanya nini nje ya makao makuu ya usalama wa taifa? Wewe unataka kuvamia taifa nini? Wewe bwana wewe, kisanga ndo kwanza kinaanza. Je, mwamba ataweza kwenda kubadili hatima ili angalau basi mambo ambayo yanaendelea katika miaka hii yasiweze kuendelea? Tukutane katika episode inayokuja, lakini washukuru wote ambao umegusa alama ya kusubscribe katika channel ya Mdhamini Wetu. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe katika channel ya Mdhamini Wetu, fanya haraka sana, gusa alama ya kusubscribe katika channel yetu. Zitajitokeza channel mbili, channel ya chini basi ndo channel ya Mdhamini Wetu. Utakapogusa hapo ndo anasababisha tamthilia hii iweze kusonga kwa spidi zaidi. Okay, basi kama utakuwa umegusa alama ya kusubscribe, ndivyo ambavyo kazi hii itakwenda kutembea kwa haraka zaidi. Asanteni sana, kumbuka kugusa alama ya kulike pia.